Marekani imeanzisha wimbi jipya la mashambulizi dhidi ya Iran huku ikifuta kibali kilichokuwa kinaruhusu Tehran kuuza mafuta katika soko la kimataifa, hatua inayozidisha mvutano kati ya mataifa hayo mawili na kutikisa makubaliano ya muda ya kusitisha mapigano. Mashambulizi hayo yalifanyika Jumanne usiku baada ya meli 3 za kibiashara kushambuliwa kwa makombora katika mlango wa Hormuz, njia muhimu zaidi ya usafirishaji wa mafuta duniani. Jeshi la Marekani kupitia kamandi kuu ya kijeshi CENTCOM ilisema operesheni hiyo imelenga kulipiza kisasi kwa kile ilichokiita mashambulizi yasiyo na msingi dhidi ya usafiri wa kimataifa. Iran imeonyesha uchokozi usiokubalika ambao unakiuka moja kwa moja makubaliano ya kusitisha mapigano, imesema taarifa ya CENTCOM. Kwa mujibu wa CENTCOM, zaidi ya shabaha 80 za kijeshi zimelengwa katika operesheni hiyo. Miongoni mwa maeneo yaliyoshambuliwa ni pamoja na mitambo ya ulinzi wa anga, vituo vya rada kwenye mwambao wa bahari ya Uajemi, vituo vya mawasiliano na uongozi wa kijeshi, makombora ya kupambana na meli, zaidi ya boti 60 za jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Jeshi la Marekani limesema lengo ni kupunguza uwezo wa Iran kushambulia meli zinazopita katika njia ya biashara ya kimataifa. Lazima Iran iwajibike kila inapokiuka makubaliano yaliyofikiwa, CENTCOM ilisisitiza. Vyombo vya habari vya Iran viliripoti milipuko katika miji ya Sirki, bandari Abbas na kisiwa cha Keshim. Kwa mujibu wa televisheni ya taifa ya Iran, watu kadhaa walijeruhiwa kutokana na vipande vya makombora. Bandari ya Sirki ilipata uharibifu na boti kadhaa za uvuvi ziliteketea kwa moto baada ya mashambulizi hayo. Hakuna taarifa rasmi zilizothibitisha vifo vya raia. Sambamba na mashambulizi hayo, Wizara ya Hazina ya Marekani ilifuta leseni maalumu iliyokuwa imeiruhusu Iran kuuza mafuta na bidhaa za petroli hadi Agosti 21. Badala yake, Tehran imepewa hadi Julai 17 kumaliza miamala yote iliyokuwa ikiendelea. Afisa mmoja wa Marekani alisema hatua hiyo inalenga kuongeza shinikizo wakati mazungumzo ya kufikia makubaliano ya kudumu yanaendelea. Iran itanufaika tu ikiwa itaonyesha utekelezaji wa makubaliano na mwenendo unaokubalika, alisema afisa huyo. Baada ya tangazo hilo, bei ya mafuta duniani ilipanda kwa zaidi ya 3%. Serikali ya Iran ililaani hatua za Washington na kusema Marekani imekiuka makubaliano ya kusitisha vita. Katika taarifa rasmi, Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran ilisema Iran inaonya kwa uzito kuhusu madhara yatakayotokana na ukiukaji huu wa makubaliano na italinda maslahi yake ya kitaifa kwa hatua madhubuti. Spika wa bunge la Iran na mkuu wa timu inayofanya majadiliano, Mohammad Baghel Halibaf, aliishutumu Marekani kwa kufanya ukiukaji mkubwa wa makubaliano. Aliyataja mashambulizi mapya ya kijeshi, kurejeshwa kwa vikwazo vya mafuta, vitisho vya mashambulizi zaidi, pamoja na kuendelea kwa mashambulizi ya Israel dhidi ya Hezbollah nchini Lebanon kuwa ushahidi wa kutotekelezwa kwa makubaliano. Enzi za vitisho na uonevu zimekwisha. Iran haitasalim amri, amesema. Nayo makao makuu ya jeshi la Iran, Hatam al-Anbiya, yalitangaza kuwa vikosi vya Iran vitatoa jibu la kuumiza dhidi ya kile walichokiita uchokozi wa wazi wa Marekani. Jeshi hilo pia lilisisitiza kuwa Iran ndio yenye mamlaka ya kusimamia njia salama za usafiri katika mlango wa Hormuz. Saa chache baadaye, baada ya mashambulizi ya Marekani, Bahrain na Kuwait ziliripoti mifumo yao ya ulinzi wa anga kuanza kukabiliana na makombora na ndege zisizo na rubani. Baadaye jeshi la walinzi wa mapinduzi IRGC lilidai kuanzisha operesheni ya pamoja ya makombora na drone dhidi ya zaidi ya vituo 85 vya kijeshi vya Marekani katika Bahrain na Kuwait. IRGC pia ilidai kuangusha drone moja ya MQ-9 ya Marekani. Hakukuwa na uthibitisho huru kuhusu kiwango cha uharibifu. Wakati huo, Qatar imeituhumu Iran kwa kushambulia meli yake kubwa ya gesi asilia Al Rekayat ambayo ilipigwa na drone na kusababisha moto katika sehemu ya injini. Serikali ya Qatar ilimuita naibu balozi wa Iran na kumkabidhi barua rasmi ya malalamiko. Tunaiwajibisha Iran kikamilifu na shambulio hili na madhara yote yatakayotokana nalo, ilisema Doha. Saudi Arabia nayo ililaumu Tehran baada ya meli yake ya mafuta Wedian kuharibiwa karibu na pwani ya Oman. Hata hivyo, Iran ilikanusha madai hayo na kuyaita yasiyokubalika, ikisisitiza kuwa meli zote zinapaswa kutumia njia zilizoidhinishwa na mamlaka za Iran. Wakati huo, vyombo vya habari vya Iran vimeripoti mfululizo wa milipuko
katika mji wa bandari wa Bushehr kusini magharibi mwa Iran. Shirika la habari la Mehr limeripoti kuwa milipuko imesikika ndani ya Bushehr na maeneo yanayoizunguka, lakini halikutoa maelezo zaidi kuhusu maeneo yaliyolengwa, kiwango cha uharibifu au kama kuna majeruhi. Bushehr ni moja ya maeneo nyeti zaidi nchini Iran, ndiko kuliko kituo pekee cha nyuklia cha kiraia cha nchi hiyo, na pia lipo karibu na kisiwa cha Karg, kituo kikuu cha kusafirisha mafuta ya Iran nje ya nchi. Takriban 90% ya mauzo ya nje ya mafuta ghafi ya Iran hupitia Karg. Naye mshauri mwandamizi wa rais wa Umoja wa Falme za Kiarabu Anwar Gargash amesema mashambulizi ya hivi karibuni yanaonyesha kuwa Iran imeshindwa kutekeleza makubaliano yake na Marekani ya kumaliza vita. Kupitia ujumbe alioweka kwenye mtandao wa X, Gargash amesema mashambulizi ya Iran dhidi ya meli za mafuta katika mlango wa Hormuz pamoja na mashambulizi ya usiku dhidi ya Bahrain na Kuwait ni dalili ya wazi kuwa Tehran haiko tayari kufuata njia ya kupunguza mvutano. Mashambulizi haya ni ishara ya wazi kwamba Tehran bado haiwezi kutekeleza masharti ya kupunguza mvutano na kumaliza vita, aliandika. Aliongeza kuwa mataifa ya Kiarabu ya Ghuba hayawezi kuendelea kuwa walengwa wa hatua za Iran zinazoyumba kati ya kuchochea mvutano na kufuata njia ya busara, utulivu na amani. Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte amesema mashambulizi mapya ya Marekani dhidi ya Iran yalikuwa ya lazima kutokana na kile alichokiita ukiukwaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano na Tehran. Akizungumza kabla ya mkutano wa viongozi wa NATO mjini Ankara, Rutte alisema Marekani ilipaswa kujibu kwa nguvu baada ya Iran kuonekana kuvunja makubaliano. Unapokuwa na usitishaji mapigano halafu Iran kimsingi na yakiuka, ni muhimu kabisa Marekani ijibu kwa nguvu, alisema Rutte. Kauli hiyo inaonyesha kuwa washirika wa Washington ndani ya NATO wanaunga mkono hatua za Marekani katika kujaribu kulazimisha Iran kuheshimu masharti ya makubaliano ya muda. Rais wa Marekani Donald Trump amesema bado anaipa Iran nafasi ya kufikia makubaliano ya mwisho, lakini akaonya kuwa Marekani iko tayari kuendelea na operesheni za kijeshi ikiwa mazungumzo yatashindikana. Tutafikia makubaliano au tutamalizia kazi tuliyoianza. Tunaweza kuharibu madaraja yao ndani ya saa moja na kuzima mfumo wao wa nishati, alisema Trump. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alisema mazungumzo ya makubaliano ya mwisho hayawezi kuendelea huku Marekani ikiendelea kutoa vitisho vya kijeshi. Ingawa makubaliano ya muda yalikuwa yanalenga kutoa siku 60 za mazungumzo ya amani, mashambulizi mapya na mvutano katika mlango wa Hormuz sasa yamezua mashaka makubwa kuhusu hatma ya mchakato huo wa kidiplomasia. Wakati mapigano yakizidi, mamia ya maelfu ya wananchi waliendelea kushiriki mazishi ya aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei mjini Qom. Majeneza ya Khamenei pamoja na wanafamilia wake yalipelekwa katika mitaa ya mji huo, huku waombolezaji wakipaza sauti za kutaka kulipiza kisasi dhidi ya Marekani na Israel. Baadhi yao walibeba mabango yaliyosomeka "Muueni Trump". Baadaye jeneza la Khamenei lilisafirishwa kwa ndege kuelekea Najaf nchini Iraq kwa ajili ya shughuli zingine za mazishi. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian aliyekuwa Iraq kushiriki mazishi hayo alirejea haraka Tehran kufuatia mashambulizi mapya ya Marekani.